Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu na nitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hii neema ambayo ametupa tena. Ni siku mpya Mungu amefanya. Nikukaribishe rafiki ambayo unanifuatilia mahali popote ulipo. Ninajua umekuwa ukifuatilia vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiviachilia kwenye akaunti yetu, lakini leo nimekuja tena kuzungumza na wewe. Nikukaribishe katika kipindi cha Mwanamke Inuka. Uko na mimi Lydia Kagisa, mtenda kazi katika shamba la Bwana, chini ya huduma ya Mungu yupo hapa. Wiki iliyopita nilizungumza na wewe katika kuonyesha faida za msamaha. Msamaha, kwa sababu tunapozungumza ishu ya msamaha, watu wengi wameshindwa kusamehe. Lakini unaweza ukawa unasema mimi siwezi kusamehe kwa sababu haujui faida ya kusamehe. Kwa hiyo nilikupa faida moja ya kusamehe, kwamba msamaha unaleta amani ya moyo. Msamaha unaleta amani ya moyo. Nazungumza sana hapo. Ukitaka kama ndo mara ya kwanza unanifuatilia, ukiingia kwenye hiyo akaunti yetu ya YouTube ukiandika Lydia Kagisa, na jina la Lydia Kagisa wengi wanakuwa wanakosea, wanaandika LI, andika LYDIA, ndio utaweza kukutana na akaunti ya kwangu. Sasa hiyo ambayo unaizungumza, utaweza kukutana na vipindi tofauti tofauti ambavyo nimezungumza, na hususa kwa bali ya wanawake. Lakini leo pia nimekuja kukupa faida ya pili, kwamba ni tunasamehe kwa sababu gani? Yaani hatusamehi kwamba vilivyofanyika sio havituumiza, vimetuumiza, au si kwamba tunasamehe kwa sababu vilivyofanyika ni vizuri. No, ni vibaya, ni vibaya, ni vibaya. Lakini kama Kristo mwenyewe aliamua kutusamehe makosa yetu kwa ajili yake mwenyewe, kuona sisi tuna sababu ya kusamehe, kwa sababu tunajua kutokusamehe nini madhara yake. Bila kujua faida huwezi kujua madhara. Unapojua faida unaelewa madhara ya kutokusamehe. Leo nataka nikwambie, uonyeshe kipengele hiki sasa. Kusamehe kunaimarisha upendo. Hapa sasa sizungumzii tu kwa habari ya wanandoa. Msamaha unaimarisha upendo baina ya wanandoa, unaimarisha upendo kati ya ndugu na ndugu. Ukiangalia familia nyingi hazina upendo tena. Familia nyingi hazithaminiani tena. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa kusameheana. Kumbe msamaha ndio unaotuimarishia upendo. Unakuta kaka na dada hawana mahusiano tena mazuri, hawaongei. Ni kwa nini? Kwa sababu tu walipokoseana walishindwa kusamehe. Sasa tunapokuja kwa habari ya wanandoa, hakuna asiyekosea, hakuna asiyekosea. Kwa hiyo tunaposamehe tunaimarisha upendo. Msamaha ni daraja la kuvusha mahusiano au mapenzi yaliyovunjika. Msamaha ni daraja la kuimarisha mahusiano au upendo uliovunjika. Umeelewa eh? Kwa usiposamehe, ili daraja hili linakuwa limevunjika kabisa. Hakuna upendo tena, hakuna mahusiano tena. Ndio maana unaweza kukuta ukamaliza mwaka hujasalimiana hata na ndugu yako. Kwa sababu gani? Kuna namna alikukosea na ukabaki umembeba kama, yani anageuka kuwa adui. Na kadri ambavyo unashindwa kusamehe, ndivyo shina la uchungu linachukua ndani, unaendelea kuzalisha dhambi. Mwisho wa siku yani mnakuwa kama maadui kabisa. Kwa tunasamehe ili kuimarisha mahusiano yetu kati ya ndugu na ndugu, au kati ya wanandoa. Kwa hiyo msamaha unaonyesha upendo usio na sababu au usio na masharti. Ndio maana nimesema hatusamehi kwa sababu yaliyofanyika ni mazuri, ni mabaya na yalituumiza, yalituvunja moyo, lakini tunasamehe kwa sababu hata Kristo Yesu alitusamehe sisi pamoja na maovu yetu, pamoja na makosa yetu. Kwa hiyo wakati Yesu anatusamehe, hakutupa masharti yoyote. Kuna sisi tunasamehe kwa sababu tunatakiwa kusamehe pamoja na hayo yote ambayo yalituumiza na yalituvunja moyo. Ndio maana nimesema msamaha unaonyesha upendo usio na sababu au masharti. Upendo ni aina, upendo wa aina hii, yani ambao unauonyesha katikati ya jambo ambalo umetendewa likakuumiza. Upendo wa aina hii unafanya kila mtu aone sababu ya kuwajibika, aone sababu ya kuwajibika ili kudumisha mahusiano yenu. Kama ni wanandoa, kudumisha ndoa yenu. Kama ni ndugu kwa ndugu, kudumisha mahusiano yenu baina ya ndugu na ndugu. Kama ni wanandoa, kudumisha ndoa yenu au kuimarisha ndoa yenu. Kwa sababu nimesema hii faida ni ya pili ambayo tunaiangalia sasa, ni kuimarisha upendo. Ni kuimarisha upendo. Nikasema msamaha ni daraja. Kwa hiyo msamaha wa aina hii, katikati ya hayo magumu na mabaya
na yote uliyotendewa, unafanya kila mmoja aone sababu ya kuwajibika, kuwajibika kuhakikisha kama ni ndoa inakaa salama, kama ni mahusiano ya ndugu na ndugu yanaimarika. Msamaha unaondoa makovu. Ndio maana nimesema msamaha ni daraja la kuimarisha. Kwa hiyo msamaha unaondoa makovu yale ambayo yani tuliumia tukajeruhika. Ndio maana nimesema hatusamehi kwa sababu hatukuumia, tuliumia, lakini msamaha unaenda kutuondolea makovu yale yaliyoumiza mioyo yetu, yale ambayo yalitufanya mpaka tukatoa machozi. Kwa hiyo msamaha unaondoa makovu ya vitendo vilivyojeruhi mioyo yetu. Ukisamehe unafanya moyo wako kutoa, yani unaposamehe unasababisha moyo wako kutoa au kupokea upendo mpya, yani kuwa na upendo mpya kila siku. Lakini usiposamehe ni kwamba umefunga mlango wa kupokea au kutoa upendo mpya. Kuna kipengele nitakifikia huko mbele, nitakizungumzia, ambacho unakuja kukuta kwa mfano kama ni wanandoa, hakuna anayemthamini mwenzake tena, hakuna anayeona thamani ya mwenzie tena. Yani kwa mfano kama ni mwanamke, anaona hata mwanaume hata akienda kazini bila kuoga, akienda na manguo machafu, asipokula nyumbani, yani kwake yeye ni sawa. Lakini ukisamehe unasababisha, yani unaufanya moyo wako kupokea au kutoa upendo mpya. Pamoja na kwamba umekosewa, lakini unaona kwamba ina sababu ya kumtendea mwenzangu jambo jema, ina sababu ya kuwajibika ili mwenzangu awe salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninazungumza na wanandoa, lakini pia na jamii kwa ujumla kwamba msamaha una faida zake. Usibaki kubeba machungu, usibaki kubeba hayo ambayo yalikuumiza. Ndio maana nimesema msamaha ni daraja, na ukisamehe unafanya moyo kutoa au kupokea upendo mpya. Kuto kusamehe kunafunga mlango, kunafunga kabisa, sababu hata akitenda jambo gani kwako lazima lionekane ni baya, kwa sababu bado hujamsamehe. Lakini unapomsamehe, kile unachotendewa kilicho chema unakithamini, kwa sababu usipomsamehe hata akifanya jambo jema kwako linakuwa ni baya. Ndio maana nimesema unafunga mlango wa kupokea au kutoa upendo mpya au kuonyesha thamani kwa mtu mwingine. Kwa hiyo msamaha ni lugha. Msamaha ni lugha inayozungumza, yani msamaha ni kitendo kinachozungumza, kwa sababu mwingine anaweza asiseme kwamba nimekusamehe, lakini vile vitendo vyake vikakuonyesha kwamba huyu mtu amenisamehe. Na bado usiposamehe ni lugha pia ambayo inamuonyesha mtu kwamba kwa namna hii huyu mtu hajanisamehe. Kwa hiyo msamaha ni lugha inaonyesha kuwa unathamini mahusiano yenu kuliko kosa ulilotendewa. Msamaha unaonyesha, yani msamaha ni lugha inayozungumza kwamba unathamini mahusiano, kwa mfano kati ya ndugu na ndugu, kaka na dada, dada na kaka. Msamaha unazungumza kama ni mwanaume na mke wake, ni lugha inayozungumza kwamba mimi ninathamini mahusiano yetu kuliko kosa ulilonikosea, au mahusiano yetu yana thamani kubwa kuliko kosa ulilotenda. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile 13 mstari wa 4 na wa 5, anasema upendo uvumilia, ufadhili, upendo au usudu, upendo au takabari au jivuni, au kosi kuwa na adabu, au tafuti mambo yake, au uoni uchungu, au hesabu mabaya, au kai kwenye kuhesabu mabaya. Unaangalia thamani ya upendo wenu au mahusiano yenu kwamba ni bora kuliko kosa ambalo mtu amekukosea. Kwa hiyo nimekuja kukupa faida ya pili, kwa nini tusamehe. Na nimeona nizungumze hivi, nitoe hizi faida za kusamehe, kwa sababu ninazungumza na watu wengi ambao wameshindwa kusamehe. Sasa ninakupa faida ili uone kwamba ninatakiwa kusamehe kwa sababu gani. Kwa hiyo hakikisha mwanandoa mwenzangu, mwanamke, mwanaume, ndugu na jamaa, samehe tu. Yani samehe. Kuto kusamehe kumedharisha vitu vingi kwenye maisha ya watu. Watu wengi mnaumwa ni kwa sababu ya kuto kusamehe. Msamaha ni daraja la kufungulia upendo mpya na kupokea upendo mpya. Msamaha ni daraja la kuvusha mahusiano yenu. Msamaha ni lugha inayozungumza kwamba unathamini mahusiano yenu kuliko kile ambacho umetendewa, na msamaha unafuta kabisa makovu ambayo unakuwa umefanyiwa.
Ninawatakia siku njema na Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu atupe neema ya kusamehe kwa sababu Kristo alitusamehe, na nilizungumza hapo nyuma kwamba tunalazimika na tunawajibika kusamehe, kwa sababu siwezi kusema siwezi kumsamehe wakati nataka kuna vitu Mungu nataka anitendee. Ili Mungu anitendee ni lazima nihakikishe nimesamehe. Anasema kila msimamapo kusali hakikisha umesamehe. Kwa hiyo nisiposamehe, hata nisipoomba, marafiki zangu tunaofunga ambao tuko kwenye ibada ya mfungo, kwa hiyo kama unajua kuna mtu umembeba, hakikisha umeachilia. Hakikisha umeachilia kabisa. Iwe ni mume wako, ni mke wako, mwachilie, msamehe kabisa. Na usisubirie mpaka yeye aje kuomba msamaha, msamehe, kwa sababu nina faida kwako. Mungu wa mbinguni awabariki, na watakia siku njema na wiki ya baraka. Mungu wa mbinguni awatunze. Ulikuwa na mimi Lydia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana. Mungu wa mbinguni awatunze. Namba zetu za mawasiliano ziko hapo kwenye skrini yako, na namba zetu hizo ndizo zinazopokea sadaka. Mwanamke unayevushwa, ndugu yangu unayevushwa, ninapokea shuhuda nyingi kwamba mimi ulikuwa unazungumzia ndoa, lakini mimi nimeliangalia, nimeshindwa kuishi kwenye jamii yangu, nimeshindwa kukaa na wapangaji kwa sababu ya 1, 2, 3. Kumbe mnavushwa, kumbe Mungu anasema na nyinyi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ukiona Mungu anasema na wewe, jiungamanishe kwenye hicho ambacho Mungu ametenda kwako kwa njia ya sadaka, ili tuweze kufikia na kuwafikia wengine wengi. Achilia sadaka yako. Mungu wa mbinguni awatunze. Bye bye.